Karibu kwa mara nyingine tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Wakati huu tunajadili baadhi ya mambo yanayotokea katika ulimwengu, lakini ni kile ambacho baadhi ya wachambuzi wa mambo wanasema. Rais wa Marekani Donald Trump amekuwa akipagawishwa na Urusi na Uchina kutokana na teknolojia ya hali ya juu ya hivi karibuni ya silaha mpya ambazo imezizindua. China na Urusi zimezindua silaha mpya za kisasa katika siku za hivi karibuni. Kwanza kabisa ni Urusi ambayo ilianza kuzindua kombora lake ililoliita Oreshnik, ambalo rais wa Urusi Vladimir Putin amesema ni silaha yenye uwezo wa kusafiri kwa kasi na ni silaha ambayo kimsingi haiwezi kuzuiwa, na kwa sasa hakuna njia za kuweza kukabiliana na kombora hilo, na lina uwezo wa kufika popote katika Ulaya, kwa maana mataifa yote ya Ulaya Magharibi yana uwezo wa kushambuliwa wakati wowote kwa kutumia kombora hili ambalo linaweza kusafiri kwa kasi ya Machi 10 ambazo ni sawa na kilomita 2.5 hadi kilomita 3 kwa sekunde, na ni mara 10 ya kasi ya sauti, na kwamba hili ni kombora hatari sana na ni kombora ambalo lilifanywa majaribio huko Dnipro nchini Ukraine wakati Urusi ikiendelea na operesheni yake maalum ya kijeshi huko nchini Ukraine. Lakini licha ya kombora hili hatari ambalo limezinduliwa na Warusi, ni kile ambacho sasa kilifanywa na Wachina, ambapo zaidi ya watazamaji 50,000 walikusanyika kutazama gwaride la kijeshi ambalo lilikuwa ni katika kumbukizi ya miaka 80 ya kumalizika kwa vita vya pili vya ulimwengu, huku makombora na ndege zisizokuwa na rubani na silaha zingine za kisasa zikizunguka Beijing, kulingana na shirika la habari la utangazaji la serikali CCTV. China ilianzisha makombora yake mapya zaidi ya balistiki ya kuvuka mabara kwa miaka mingi, yakirusha silaha kubwa za DF-61, moja kati ya makombora ya masafa marefu ya kisasa zaidi. Na ni kombora ambalo linadaiwa kwamba tangu miaka 1970, kulingana na taasisi yenye makao yake makuu nchini Ujerumani ya utafiti wa amani na sera za usalama, ni kwamba kombora hili lilikuwepo. Lakini licha ya kombora hili, kulikuwa na ndege zenye mfanano na zile za B-2, jambo ambalo limeushangaza ulimwengu kwamba je, China imefanya ubunifu au imeiga kile kilichofanywa na Marekani katika ndege za B-2, na zinadaiwa ni ndege hatari pia zenye uwezo wa kubeba vichwa vya nyuklia, ukiachana na ndege zisizokuwa na rubani. Na kimsingi kulikuwa na uwekezaji mkubwa wa China katika uwezo wa kisasa katika suala la vita. Safu ya askari ambao walipiga hatua walionyesha namna gani jeshi la China lina uwezo wa kufanya makabiliano na yeyote, huku rais wa China Bwana Xi Jinping akisema kwamba wao kwa sasa wapo tayari kukabiliana na nchi yoyote ulimwenguni, na akisema kwamba hakuna taifa lenye uwezo wa kuwazuia kutokana na silaha walizokuwa nazo. Lakini zaidi ya hayo ni hivi karibuni juu ya kombora la Warusi, kombora la Burevestnik, kombora ambalo kimsingi inadaiwa kwamba lina uwezo wa kwenda popote katika ulimwengu. Ni miongoni mwa makombora ambayo yamefanywa majaribio siku za hivi karibuni, ambapo rais wa Urusi amelisifia sana, huku akisema kwamba hili ni kombora jingine ambalo kimsingi hakuna yeyote mwenye kuweza kulizuia. Na hata miongoni mwa taarifa zinadai kwamba kombora hili mpaka sasa Marekani haiwezi kulizuia, na hakuna taifa lenye uwezo wa kuzuia kombora hili ambalo linaweza kufika popote na halina masafa maalum, kwa maana popote pale ambapo litatumwa lina uwezo wa kufika. Kadhalika Urusi imezindua manuari yenye uwezo wa kubeba meli za kinyuklia, ambapo Moscow imesema inahakikisha usalama wa bahari wa nchi hiyo. Kutokana na hayo yote, rais wa Marekani amekuwa kihaha juu ya namna ya kuweza kukabiliana na China na Urusi, huku wachambuzi wa mambo wakisema kwamba ikiwa China na Urusi wataamua kujiunga pamoja kwa ajili ya mapambano dhidi ya Marekani hata ikiungana na baadhi ya nchi marafiki, hasa wale wa NATO, hawezi kufanya lolote. Na wakati huu amekuwa akitetea msukumo wake wa kuanza tena majaribio ya silaha za nyuklia, huku akijigamba kwamba silaha za Marekani zina uwezo wa kutosha wa kulipua dunia hata mara 150 na zinapaswa kudumishwa bila kupitia katika majaribio, na ikiwa ni majaribio basi ni majaribio ya kazi. Rais huyu wa Marekani Bwana Trump aliulizwa kwa nini Marekani inahitaji kufanya majaribio ya silaha za nyuklia kwa mara nyingine tena baada zaidi ya miongo mitatu ya kusitishwa
na Congress, na amesema kwamba lazima watu waone ni jinsi gani Marekani ina uwezo wa kufanya nini katika upande wa silaha. Lakini bado rais huyo wa Marekani bwana Donald Trump amekuwa akitetereshwa mno na viongozi wa Urusi pamoja na China, na hata wakati huu amekuwa akiwaza ni jinsi gani ya kuweza kukabiliana na makombora yaliyozinduliwa, kwanza yale ya Warusi, hasa kombora hili jipya la Oreshnik, lakini pia na kombora hili ambalo halina masafa, ingawa taarifa zinasema kwamba hakuna namna ya kuweza kulizuia kombora hili ambalo lina uwezo wa kufika popote ulimwenguni. Mtazamaji wa The World News, hayo ndio tuliokuwa nayo. Ni kile kinachotajwa na wachambuzi wa mambo kwamba rais wa Marekani Donald Trump amekuwa akihaha akitafuta namna ya kuweza kukabiliana na China na Urusi kwa pamoja, na hata baadhi wakienda mbali zaidi wakisema kwamba huenda mpango wake ni kuzitenganisha nchi hizi mbili ambazo zimesaini mkataba wa kudumu wa urafiki, kama ambavyo Marekani imesaini mkataba wake wa kudumu na mataifa kama vile Israel. Endelea kutufuatilia, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii. Naitwa Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.